Katika moja mahojiano ambayo Baba Levo amefanyiwa hivi karibuni, amedai kuwa yeye ni virus ambayo imetengenezwa na Diamond Platinum. Hivyo kama anawauzi au anawakela kwa namna yoyote ile, basi mtu pekee ambaye anapaswa kulaumiwa ni Diamond Platinum, kwa sababu yeye ndiye aliyemtengeneza. Pia ameenda mbali zaidi kwa kusema kuwa yeye ni mtoto wa kwanza wa Diamond Platinum. Hivyo Diamond ni baba yake. Na hivi karibuni kanunua gari moja kali sana. Kama unamfuatilia katika mitandao ya kijamii, bila shaka umewahi kumuona Baba Levo akiwa katika gari aina ya Range, na hivi sasa hayupo tena na gari hiyo. Alipoulizwa alidai kuwa aliuziwa gari hiyo ikiwa mbovu. Sasa wacha tumsikilize Baba Levo mwenyewe akithibitisha taarifa hizo. Usisahau kuniandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Yes, naitwa Levo Baba, mtaalamu kwa nyumba babake na Levo, mtoto wa kwanza wa Diamond Platinum Lukuga. Hii nao kuna watu hawaipendi hiyo. Kwa nini mtoto wake wa kwanza? Sasa ni mtoto wake huyo. Yeye ndo kamtengeneza. Diamond alimtengeneza Baba Levo kama virus. Ni kama virus fulani ambayo kwa namna moja au nyingine kuna muda inakera, kuna muda inafurahisha. So lawama zote zirudi kwa Diamond kwa sababu yeye ndo katengeneza hicho kirusi. Hiyo nayo hiyo inakera. Okay, kiuhalisia nilikuwa nimenunua gari kwa ajili ya kumsurprise mke wangu Mama Ruby, lakini sasa kwa bahati mbaya au nzuri, kabla sijamsurprise kuna kitu alinitibua. Kwa hiyo nimeamua kuiposti tu mimi mwenyewe, lakini lengo nilikuwa nataka nipeleke kimya kimya, nimfanyie ile mambo ya kizungu surprise ile. Lakini sasa unajua maisha jinsi yalivyo, migongano na vitu kama hivyo kwenye familia, so imekaa hivyo. Mwisho wa siku sasa I'm good, I have Anaconda, na kuna watu wanauliza mbona Range haionekani na vitu kama hivyo. Kiuhalisia kabisa nilikuja kugundua kwamba niliuziwa Range mbovu, kwa sababu huwezi kuwa umenunua Range leo alafu unapeleka sehemu kwa ajili ya kufanywa service ya kawaida, kwa sababu ni gari mpya ifanywe service ya kawaida, alafu vikorokoro unavyoandikiwa vinafika kwenye milioni 27. Hiyo ni Range mpya kweli hiyo? Hii ni service ya kawaida tu. Lakini ikaenda nikaambiwa inatakiwa milioni 27 kwa ajili ya kubadilisha vitu kwenye Range mpya. Nikaambiwa jamaa, ndugu zangu, naombeni hela yangu. Bora hii hela nikanunue simenti, nikanunue nondo, nikanunue vioo, ni walipe mafundi kwenye gorofa langu jipya. So nilirudisha. So I'm so happy kwa kweli jamani. Tumshukuru Mungu kwa sababu sisi wengine kuna vitu tunapata tunaona kama Mungu ni yeye ndo anaweka mkono wake. Ni kama hatukustahili. Mtu hujasoma, ujulikani, mkichwa chako mapepe tu, kibekaa tu juu kama breki ya ndege. Unawezaje kupata mamilioni ya hela, unajenga magorofa, unanunua magari na nini? Nikumshukuru Mungu kwa kweli. Mimi namshukuru sana Mungu, and then namshukuru sana Diamond Platinum kwa kuniheshimisha, kwa kunipa heshima katika nchi yangu ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, hakikisha kuona subscribe kisha unabofya alama kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.